Lakini nichukue pongezi kwenu walimu kwa upekee kabisa, niwaambie kazi yenu ni ngumu. Kwa niwapongeze kwa kazi ngumu mnayofanya, lakini niwapongeze kwa kazi nzuri mnayokamilisha. Kuna ugumu wa hali ya juu kwenye mazingira ya walimu. Lazima kuna sehemu tujiongeze kidogo, tukanesi kwa wenzetu wanaofanya vizuri, kwa sababu mwisho wa siku kazi nzuri inaonekana. Tunyanyue huu mkoa leo takriban kama sisi wa 26 inyama kunyonyesha, lakini tuchukue kama chachu tuweze kutoka hapa twende sehemu nyingine. Kikao hiki lengo lake lilikuwa ni kufanya tathmini ya matokeo ya mtihani mwaka jana kwa kidato cha 4 na kidato cha 2. Unajua unafundisha lakini ujitathmini, ni vyema ukakaa unatathmini ulipotoka, ulipo, unapokwenda. Kwa sababu naamini kwamba walimu tukifanya tathmini tutajua madhaifu yetu, strength zetu, na mwakani tutaboresha. Lengo lilikuwa kutathmini kila somo kwa somo, alafu pia appreciate, kutoa zawadi. Kama ulivyoona tumetoa zawadi kwa masomo mbalimbali, walimu waliofanya vizuri katika masomo mbalimbali wapata zawadi. Kuna zawadi za jumla kwa shule kama shule na kwa mwalimu mmoja. Lengo lilikuwa ni yote anapopeka mtoto shule, lengo lake mtoto apate division 1 mpaka 2. Kishindikana 3 ndio lengo. Lakini kwa mzazi anapeka mtoto wake shule ili apate asome ile mradi, hiyo ni asana. Mtoto wangu kwa wazazi, tushirikiane kabisa na walimu. Walimu peke yao hawawezi. Wazazi wengi wakimpeleka mtoto shule form 1 anamsahau. Issue kubwa hapa kwa wazazi, mchango wa chakula. Kwanza ambao imesemwa na mheshimiwa mwenyekiti wa kikao hiki kwamba chakula ni muhimu, kuchangia chakula. Uwezo ukakaa walimu wanajitoa kufundisha mpaka jioni lakini wanafunzi awali, haiwezekani. Kwa ya kwanza wazazi chakula, lakini cha pili wazazi mahudhurio na nidhamu ya wanafunzi. Wazazi wengi hawatakagui madaftari ya watoto wao, wanadanganya na watoto. Kwa natoa wito kwa wazazi, tushirikiane kufuatia nidhamu za watoto wetu na mahudhurio. Tukifanya hivyo manispaa Morogoro kitaaluma mbona itaongoza. Taratibu chakula ni shughuli ya mzazi. Na wanakaa vikao vyao, wanakubaliana, wanaita muhtasari. Inaandikwa barua kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, anatoa kibali. Lakini endapo kuna mzazi atakaidi makubaliano yao, inatakiwa wao wazazi wakae vikao sasa na kuwajibishana wao na kuelimishana wao. Kwanza kuelimishana. Unajua wengine hawatoi chakula, wengine wanakuwa uwezo, lakini wengi wao wanakuwa ni kutokuwa na elimu ya kutosha. Kwa hiyo nitoa wito kwa kamati za shule, kwa wazazi kuitana wazazi wote mwenzao ambao wanakiuka ile makubaliano, basi tumuelimishe ili naye atoe chakula. Sababu mtoto ni kama anabadilisha mazingira. Angekula nyumbani, sasa yuko shuleni, ale shuleni basi. Sema ni washindi wa matokeo mazuri kwa kidato cha pili 2025. Kwa kweli awali yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi ambao tumeweza kuupata. Shule nyingi za manispaa Morogoro karibu zaidi ya shule 60, lakini kitendo cha kuwa wa kwanza sio jambo dogo. Sisi tunamshukuru Mungu aliyetuwezesha. Kwanza kabisa ni ushirikiano kati ya walimu. Kwa kweli walimu tulishirikiana, yale maazimio ambayo tulikuwa tumeweza kuyapanga ya kuhakikisha kwamba tunasimamia katika mambo yafuatayo. Tulisema kwamba tunasimamia katika kuhakikisha kabisa tunafundisha darasani kwa nguvu zote na kwa bidii zote, na kuhakikisha kwamba mada zote tunazikamilisha, na kuhakikisha kwamba tunatoa mazoezi ya kutosha kwa watoto. Tulitoa na watoto waliweza kuyapata na kusahihisha, lakini tulihakikisha kwamba tunaangalia utoro wa wanafunzi shuleni. Ilifika hatua mpaka mzazi alikuwa anambeba mtoto wake anamleta shuleni, hasa wale watoto ambao ni watoro, wanaonekana kwamba ni watoro. Tulisimamia vizuri swala la utoro. Utoro kama hujausimamia vizuri, kwa kweli wanafunzi hawataweza kushiriki ipasavyo katika masomo, hivyo kufanya watoto hao wakaweza kupata matokeo ambayo sio mazuri. Na mshukuru Mungu kwa haya matokeo ya kidato cha 4 mwaka 2025. Kikubwa kwanza tumshukuru sana mkuu wa shule, ameweza kutuweka walimu pamoja na anasimamia vile ambavyo tunakubaliana. Lakini pia ni shukuru ofisi ya taaluma kwa kuratibu na kusimamia shughuli za kila siku za vipindi za ufundishaji, yani tunasema ufundishaji na ujifunzaji, kwa sababu sisi kama shule kama ni biashara, basi biashara yetu ni elimu. Kwa hiyo ofisi kubwa ambayo inashughulika ni taaluma. Kikubwa cha kwanza tulijitahidi kuwaweka wanafunzi muda mwingi shuleni. Kwa maana ya kwanza vipindi vilianza mapema asubuhi saa 1
alafu ndo ratiba ya kawaida inaendelea ambayo inaanza saa 2. Cha pili, watoto walikuwa wanabaki jioni, remedial classes zile. Baada ya vipindi vya kawaida vya saa 9, watoto walikuwa wanabaki mpaka saa 11 jioni. Lakini miezi mitatu ya mwisho tuliongea na wazazi, kamati ya wazazi, tukawapeleka ombi letu na pamoja na maoni ya wanafunzi tuliandaa kambi ya miezi mitatu ambayo imesaidia sana kubadilisha watoto ambao hata sisi wenyewe hatukuwategemea, lakini kwa kukaa kambi, kwa maana wakawa hawana shughuli nyingine za kufanya zaidi ya kusoma. Kwa hiyo kikubwa nadhani hapa ni kuwapunguzia watoto shughuli zisizo za elimu, kwamba anapokaa pale kambini muda wote yeye ni kusoma, kama ni Jumamosi kuanzia asubuhi kulingana na ratiba. Mimi ni kati ya wale ambao hajapata zawadi ya juu sana na chini, nimepata zawadi ya fedha na baadhi ya zawadi nyingine, lakini nimefurahi sana kuona afisa elimu akifanya hili tukio na kutoa zawadi kutoka kwenye idara yake. Nini kifanyike sasa ili walau kuboresha hata kwa wale ambao pengine hawakupata mbuzi au hawakupata bendera nyeupe na bendera nyeusi? Wazo langu ni kwamba sasa tutanuke, kwa sababu nimepata meya. Huyu meya nimemwona ni mtu ambaye nimesoma CV yake, namuona ni mtu ambaye amesoma na taaluma iko vizuri sana, na walimu ni marafiki zake sana. Hebu waende zaidi sasa, akamwone mkurugenzi aone namna kupata mapato mengine, hata kama akagawa ng'ombe kwa kila shule, ng'ombe mmoja, ng'ombe 63. Kila mkuu wa shule akaondoka na ng'ombe wake, hata kama alipata wastani sio ule, itatoa morali sana kwa walimu wote kwa ujumla wao, kulingana na mazingira yao magumu mazuri, kufanya vizuri mwakani zaidi kwenye zawadi ambazo tutaziandaa mwakani. Mheshimiwa Mwenyekiti, walimu walio mbele wengi ni kutoka shule za serikali. Kwa sababu tuwaite wengi walimu wa shule za sekondari za serikali, kwa sababu tuna hali ya aina moja, tuna tabia ya aina moja, mazingira yetu ya aina moja. Lakini katika mazingira ya aina moja kuna tofauti. Kwa tumekuja tubaini kwa nini tofauti.